Bwana, habari zako bwana nimezisikia humu ndani kwamba wewe ni bingwa, halafu ni hodari sana wa hii habari yetu hii. Masturbation. Kwa hiyo na umejipanga mpaka vilainishi manake kama vile mafuta, sabuni, kiufupi uko vizuri. Kwa mimi niseme hongera sana. Hongera kwa hilo. Mzee wangu nikutoe wasiwasi kabisa. Hicho ulichokisikia ni kweli kabisa. Na huko mimi ndipo ninapopata raha, tofauti na kule kwa dada zetu. Na pia huko mimi ndipo ninapochagua mtumie no bana ame no paya. Unajisevia kabisa bila wasiwasi. Ndio. Sasa mwanangu, ipige. Yaani mimi nasema ipige sana, hadi ikiwezekana mpaka kibakie kipisi kama hichi hapa. Baby, uliweza fanikiwa? Sikuweza fanikiwa. Kazi ilikuwa ni ngumu sana na sidhani kama naweza fanikiwa. Vizuri. But nilitegemea jambo kama hilo kutokea. Ila wenye unajua kwamba wewe bado binti mdogo. Na uko na muda mzuri wa kufanya majambo mazuri. Na yakaweza kuonekana. Ila jambo moja tu, hakuna mtu yote atakayetoka kwenye maisha yake akaja kupambania maisha yako. Unataka ujifunze na uweze kupambana. Na kitu chochote kikishaitwa kazi, basi lazima kuwe na ugumu. Hakuna kazi nyepesi. Sijui kama utakuwa umenielewa. Hapo ndipo utapoyaona madhara yake. Hii kumbe ina madhara? Unauliza upofu? Shida za nini? Na raha zipo. Hata kama katiba hairuhusu. Chukua toto wewe, fanya, sisi tupo, tutakulinda. Vipi wewe? Okay, mzee wangu nimekusikiliza. Na nitajaribu kuacha. Si unajua hiki ni kama kilevi. Na uwezi kuacha hapo kwa hapo. Mdogo mdogo tu hivyo nitajaribu kuacha. Na ikipita siku moja tu bila kupiga, na kuwa nipo soba vibaya mno. Ni sawa, ila lida kitu hakuna kazi yoyote naweza kuifanya kuendelea kuishi humu ndani tofauti na hii. Mimi nadhani kazi ziko nyingi, lakini juhudi zako zinaweza kufanya wewe ukae sehemu nzuri. Na wakati unahitaji kubadilishwa kazi, lazima upate kutuhamasisha kwamba hata kwenye kazi nyingine utakayokupeleka basi utaweza kufanya. Tulia. Alafu utakuwa perfect. Sijui kama utakuwa unanielewa.
lakini mimi ni binti mdogo na hizi kazi naona zinazidi umri. Pole sana. Najua imekuwa surprise sana kwa upande wako. Ila kwa sasa unaweza kwenda ndani kupumzika. Mambo yote tunaweza kujadili kesho. Sawa? Sawa. La. Pole. Pole sana. Lakini kama utaweza mdogo mdogo, na kutakia kila laheri. Asante. Ila acha niende nikaoge. Wala time sio. Nenda kutoa arosto. Kwa leo sitopiga. Leo nitaisamehe. Basi sawa, kama utaweza kusamehe hii leo moja, basi mimi nakutakia mafanikio. Kewani, unajua leo siku yangu nahisi kama imekuwa mbaya hivi, kwa sababu imeharibiwa. Kuna yule mgeni ambaye amekuja, tumeongea vizuri tu kwamba anahitaji mzigo. Nikamchukua, nikapelekea mzigo, lakini mwisho wa siku ameamua kujibu shiti ambazo hata ingekwambia wewe ungeona sio kitu kizuri. Na mbaya zaidi, wakati anazijibu zile shiti, yule mwanamke alikuwepo pale. Si unajua, kwa sababu mzigo ambao nimepeleka bado ulikuwa mpya, sio ule ambao tumeuzoea kila siku. Kiukweli naona ule jamaa kabisa jogo wake hapandi hata mtungi. Kwanza kifupi niseme kwamba kama kitumbua tayari umeshakitia mchanga. Hilo ni tatizo kubwa. Mimi niweze kusema kwamba wewe umefanya kosa. Kwa sababu sheria ya humu ndani, anapokuja mgeni ni lazima akirimiwe. Sijui umenielewa? Ni lazima akirimiwe. Na anatakiwa apewe kile ambacho anachostahiki kupewa. Akisema mimi sitaki jogoo, basi asipewe jogoo. Bwana mimi nataka kuku mdogo, apewe kuku mdogo. Ina maana ni kosa ambalo ulifanya wewe. Na sheria yetu sisi humu ndani, hatutakiwi sisi tugombane na wao, bali sisi tunatakiwa tuwe wapole kwao. Sijui umenielewa? Unajua wewe, katika mjengo huu wanawake wote waliopo hapa, nimekuchagua wewe. Nimekuchagua wewe. Unaonaje usiku wa leo kama utanipatia vile vitu vyetu? Lakini pia hata kama jogoo hapandi mtungi, hiyo sio ya kwetu sisi.
bali ni ya kwake yeye. Kuna watu wengine wanaweza akawa hawapandi mtungi, lakini kumbe wanataka wafanye tu, yani wapate aridhike tu, waguse tu, roho zao pia zinakuwa zimeridhika. Hilo ni kosa. Lakini pia viongozi wetu wakija wakijua kama yule mgeni aliyekuja hakupewa kitu ambacho anachostahili kwake, ni kosa kwako. Kwa hiyo mimi nakuomba tu umtafutie mwanamke ambaye anamhitaji. Sijui umenielewa? Umezungumzia kuhusu sheria. Kiukweli sheria nazijua vizuri tu, na hakuna hata siku moja ambayo umesikia mimi nimefanya makosa. Nafikiri ni hivyo, lakini kuhusu kwamba eti viongozi wakija akijua, mimi nahisi sijafanya makosa, kwa sababu hata sheria yetu hairuhusu mwanaume ambaye hapandi mtungi kufanya biashara na sisi. Hivi wewe mzee, hujani kama ni mzee? Mimi na wewe hatuendani, sawa? Alafu kingine, mimi nimekuja kwenye kampuni hii kuja kutoa utamu tu, na sio kutoa utamu kwa wazee kama nyie. Nimekuja kutoa utamu kwa ambayo wala ambao naondana nao. Hii ni ngozi tu, lakini mimi unavyoniona hivi ni mbichi, ndo kwanza wa 2000. Sasa mimi nataka nikuingize katika ulimwengu wa pesa. Watu kama sisi hapa ndo maaluatani hapa, ndo malida. Lakini okay, sizungumze sana. Sasa nasemaje? Ukinifurahisha leo na mimi nitakufurahisha leo. Kwani hata wewe umefanya makosa mara ngapi? Mwisho juzi tu hapo umefanya makosa. Nusu hasara upotee katika ulimwengu tulokuwepo. Kwa hiyo mimi nimekuelewa. Wacha nifanye vile ambavyo yeye anataka, alafu mambo nahisi yatakwenda sawa. Labda nitajua kama anapanda mtungi au hapandi mtungi, au kama kata yake inavuja au ni safi. Lakini kwa ninavyomuona ni ukubwa basi za mkoani. Vizuri. Sasa hayo ndio maneno. Mpe ambacho anachokihitaji. Kwa hiyo nakuomba tu ukamtafutia ambaye anastahili kwake yeye. Haijalishi kuwa yeye ana kitu gani au ana udhaifu gani. Sisi kazi yetu ni hii. Ni lazima apatiwe kile ambacho anachokihitaji. Okay, baadaye. Madam, kiukweli na hofu sana. Hofu? Venye unajua hofu kwa Nyakanga ni kitu ambacho hakihitajiki kabisa. Lakini kwa mwanagisi kama wewe, it's okay. Unajua wewe umeiva and sihitaji kukufundisha vitu vingi.
uko na vitu vichache tu ambavyo bado hujaweza kuvielewa. Ila before sijaanza kuzungumzia hayo mambo, nahitaji nikuulize swali moja tu. Swali gani lo madam? Okay. Hivi unaweza kuikumbuka siku yenye ulitolewa bikra yako? Madam, hiyo siku sipendi kuizungumzia. Maana ilikuwa siku ya furaha na pia ilikuwa siku ya maumivu. Maana nilikutana na kitu kizito. Nilianza kutolewa bikira yangu nikiwa na miaka 9. Maumivu niliyapata ni sawa sana siku ambayo nilikuwa najifungua. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ulikutana na zakari kubwa. Kijana, nakuomba unisaidie. Mlango wa kampuni hii kwa sababu mpaka sasa hivi yule mwenzangu nilokuja naye simuone, sijui atakwenda wapi. Hautakiwi kuwa na wasiwasi. Na halafu isitoshe, huu mjengo mkubwa na mwenzio yumo humu ndani, so usihangaike sana kumtafuta. Kwa sababu ya kuambia hivyo, ndugu yangu, nimekuja hapa kufanya biashara. Nimekutana na vitu tofauti kabisa. Sikutarajia kama nitakutana navyo. Ndio, nilikutana na kitu sio size yangu kabisa. Kwanza kabisa ninaweza kukuambia pole, kwa maana uliweza kupoteza bikra yako kwa binti mdogo sana. Lakini kwa upande wangu naweza kukuambia hongera.
na